Hello? Hello? Mzuri. 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 Ni sawa, enda huko nyuma kwa kiwanja utaiona. Acha nikupigie. Hello? Hello? Niko hapa na nataka kuambia kitu moja kuhusu Kenyatta National Hospital. Those doctors, I'm very sure those doctors are not qualified. Those doctors, I came to confirm today that they are not qualified. They are not qualified at all. Na ni kitu nimekuja kuconfirm. Hii video nataka ifikie watu wa media. Na nataka ifikie kila mtu. Kwa sababu kitu yote kifanyikia kwangu, mjue tu ni Kenyatta National Hospital. Because nimetoka huko asubuhi na nikunitafuta wananitafuta. Just because nilikuwa nimesha record everything kenye walikuwa wanafanya. Na hapo ndipo nimepotezea mamangu. I've lost my mom today. Kwa sababu tu ya kuachiliwa tu hivyo. And yet when you ask questions, nobody was caring, nobody was bothering, hakuna mtu mwenye anataka kukujibu. Sasa nimejificha pahali kwa sababu walikuwa wananitafuta, waninyang'anya hii simu kwa sababu vizuri wanajua niko na videos. Juu nimewaambia niko na videos na niko na picha zote. It's too painful to lose a parent. My mom aligongwa na motorbike on a Saturday morning akitoka kesha. Alikuwa natoka kesha on a Saturday morning akagongwa na motorbike. Alichukuliwa na akapelekwa mpaka Kenyatta National Hospital. Kupelekwa huko alikuwa anahitaji ICU. Tukauliza daktari please wajaribu kumsaidia. At least wamtafutie space. Kwa sababu mom alikuanga na head injury. We pleaded with doctors. Wakituambia ngati hakuna space huko ICU. Hakuna space but they are trying. After 2 days wakaona mamangu hataamki. Hafanyi kitu yote, hakuna kitu inabadilika. Nikauliza kweli what is emergency? Why can't they take care of my mom? Hata kama ni pesa, at least we will pay. But they never cared. I talked to Dr. Zawadi. Nikamwambia Dr. Zawadi, my mom, she's in a critical way. At least try to help her. But nobody bothered. Hakuna mwenye alijishughulisha. I took videos. I took photos. And then jana nikauliza niliuliza Dr. Bahati, at least what can we do to save my mom? Because the condition yake bado hajabadilika na change. Ako tu hivyo. Dr. Zawadi, I have your video. I recorded everything. Every conversation we talked with you. You never took time to advise me what to do. You never took time as a doctor, as a qualified doctor, to tell me how to go about it. Ulisimama ukaniambia ati take your mom elsewhere. Huku NICU zimejaa. Au kuniambia the procedure. Today in the morning mnanipigia kuniambia mamangu amekufa. Alafu saa zile mnanitia counselor. Ati ni advice. But mbaya nikamwambia counselor ati niko na all the record, niko na videos. Counselor ameenda kunitia mapolisi. Polisi wamelitafuta Kenyatta mzima wakitaka kuninyang'anya simu ndio watoe evidence. I have all the evidence.
nikibeg daktari asaidie mamangu. Due my mom, she was very sick. Hakuna mtu mwenye alishughulika. Even the nurse herself. Jana nilishinda na mamangu hapo. Nikaambia nurse, what is happening? Juu mamangu breathe venye alikuwa na breathe. Nurse alinifukuza na kuniambia we toka, usinifundishe kazi yangu. That's what she did. I have the record nikiongea na nurse. Nurse alinifukuza. Kwa nini Kenya inakaaji? Do I have to give you something small ati ndio unaweza kuniangalilia mamangu? Is it her will that alikuwa in that condition? It's too painful. Sai madaktari, mamangu asubuhi amepass. To make things worse, juu wamejua niko na hizi videos, wameandika ati mamangu hakukuwa hata kwa ward, wamemkataa, wameandika report ati she was not in the ward, ati tuseme huko hakukuwa kwa ward, alikuwa amekuja huku akapelekwa kule emergency na akakufia huko. And yet we have photos, we have the receipts za kutoka saa zile aliingia. Yeah, she was knocked down by a motorbike. Akakuwa na head injury. Can you imagine my mama amepass just because tu watu hawajamshughulikia? Do I have to come from a royal family ati ndio mtu atlitiwe vizuri hospitali? Dr. Zawadi, I have your video. I pleaded with you. Nilikubembeleza, niambie tu procedure. Venye neza peleka mamangu nimtafutie hospitali pale pengine penye at least pana ICU. Because you told us at expect 50-50. Your mama can die or atsijui. Ukaniambia vizuri sana yako ni ya kutibu. Ya Mungu ni ya kuponya. And yet nikakwambia Mungu hawezi ponya if you have not done your work. At least try to save her and then God will do the rest. Alafu mnarudi mnanitia maskari. Mulinitia maskari wakuja wanisache waninyang'anye simu. Nikutoroka nimetoroka. Wananifuata mpaka huko kwa mochari. Ati wakuja waninyang'anye simu. Mnauliza watu hiyo mama ameenda wapi? Mulikuwa mnauliza sisters zangu wako wapi hiyo mama? Ni ukweli yako na evidence. My sisters wamewambia hata ana videos. I have all the videos na nitapeleka kwa media. I have all the photos. My mama alikuanga kwa ward. Mamangu akulimpeleka kwa ward kama hata mjamfanyia anything to die there. Just because we can't afford big hospitals. Just because we can't afford Nairobi Hospital or Aga Khan or any other hospital. Munaua watu Kenyatta. Because meaning ya emergency imekosekana. My mom was an emergency case. And then mnarudi mnanitafutia maaskari waninyang'anye simu. Wananitafuta town mzima. Dr. Zawadi, I have all your videos. I pleaded with you. At least uniambie mtu akitolewa hapa kwa hiyo hospitali ya Kenyatta. And what are the protocols? But you never bothered. Uliniambia you are so busy. You will find time for me. Huh? Which time? Which other time? Now she's dead. She's dead. You have killed her. You can't assume. Huh? She needed emergency ICU. But you never cared. Huh? No, she's dead. Unakuja kuniambia pole. Ati delete those messages that we can talk. Tunezongea. It's too painful. It's too painful. I can't even take it. Because yesterday tulishinda na my mom vizuri. Tulishinda na my mom. Alafu nauliza daktari mbona hajaekewa dawa? Ati atekewa, ati hakuna mshipa yenye unaonekana. Hapa hakuna mshipa, tutamsaidia aje. And then she's oh my God. It's too painful. I know they are waiting for this video here. Juni nawambia the whole world will know. Hata kama Kenyatta imeachiliwa na ina ICU. I wrote a message to Millicent Omanga.
Nikamwambia please if she can help aniambie anisaidie, because these doctors are not even listening. Nawaambia wanisaidie, waniambia how is my mom, ako critical aji. Huyu daktari ukienda kumit anakuambia your mama kona maji kwa kichwa. Huyu mwingine ukienda kumuuliza how is she, ametolewa maji, wanakuambia tena hakukuwa na maji kwa kichwa, tena akona blood clot. Uwa blood clot na muulizaji, is it a blood clot or water? They're not even sure. I'm very sure these people are not professionals. They are not even qualified to be doctors. They are not qualified because I begged. Waniambia what is wrong with mom? Aligongwa na motorbike, ajavunjika anywhere, ndio wanasema kichwa tu ndio iko na maji. Mwingine anakuambia kichwa iko tu na clot ya damu. Wanani ati my mama na need ICU. Nikawaambia please just look for a space, my mama survive. Ndio sasa juzi ndio jana ndio naambiwa jana ndio Amina na huyo Dr. Bahati ananiambia ati your mom mtoeni hiyo hospitali mumpeleke ingine. Nikamuuliza how? At least afuate procedure, niambie alikalishe chini atuelezee kama my mama anaweza toka hapa ende hospitali ingine. And yet it is Kenyatta. No, nimeacha mapolisi wakinitafuta, nikaambiwa na jamaa mwingine nitoroke because those guys wanakuja strangers wananiuliza wewe madam ati tumeambiwa uko na videos za Kenyatta. Videos zenye za mamako I don't know, nimekuchanganikiwa tu na nikakuja tu huku kujificha. Hata kama mtanitafuta, jueni videos niko nazo kwa simu zingine nimesambaza. Nikutoa tu nitatoa. Dr. Zawadi, I pleaded with you doctor. Nikakwambia please nisaidie. Tell me. Nikakuuliza kama huko kwa private kuna ICU. Ukaniambia it's not a matter of privacy. Hakuna ICU anywhere. Kwani what is the meaning of emergency? Kenyatta Hospital is not a... Don't ever think Kenyatta is a referral, because hata ukirifa mtu huko they will die. They have young doctors, wasichana wadogo wa college ndio wanaitwa madaktari huko. Wayuko qualified nurses nao ndio wengine. Ukienda kuwauliza swali hawataki questions. They don't want questions. They are showing attitudes. I have a video of one nurse alikuwa anasomewa jana na daktari. Kwa nini mama mkumwekea dawa? Anaanza kusema I was not there, I was not around, and yet yeye ndiye alikuwa hapo saa 7 akitufukuza. Alitufukuza saa 7 tutoke at time imeisha. And yet saa 10 tukirudi, my mama hakukuwa amewekewa dawa. Tukirudi hiyo time, hakukuwa amewekewa dawa, and then tukaanza ku raise questions. What is happening? Why do they want my mom dead? Ana kitu hajafanyia mtu makosa yoyote. Tunauliza nurse anasema why do you want to teach me my job? Tulimuuliza in a polite way, nurse, this thing, look at the oxygen imebadilika, at least nielewe. They never cared. They never even took time to listen to me. I was looking for Dr. Zawadi everywhere. Na ujue Kenyatta huwezi kuwa na namba ya daktari, so ukiingia walimtoa kule kwenye anahitajika kukua, wakampeleka kwa ward. Nikauliza daktari, kwa nini mnampeleka mamangu kwa ward ndiye tamfanyia kitu yoyote? Wakasema ati hapana, akiwatu hapo bado tu ataangaliwa. Not knowing ati ni kumtupa tu wanamtupa ndio tu akufe. Jana tuliuliza, we were in a family. Tulifukuza tukiambia wewe time imeisha, tutashughulikia mamako, tutamwekea dawa, usijali. Asubuhi tukikuja tumempata ati ametolewa pipes na amekufa, and yet she's very hot, bado ni moto. Ninamshika kila mahali nikapata ni moto, hajamzima, yaani ametolewa alikuwa bado tunajona. Nikajua hapa ni kuachiliwa. Jana tulikuwa tuna plead, and then watu walikuwa wameenda kuombea my mom. Huyo nasa anaulizaji, mama kazi yake tu ni kuombea watu hapa. Anaombea watu wanakuja tu wanaombea. Kwa nini oh my god, a professional doctor, how can you just say nasa anauliza hivyo?
Kwa nini ati huyu mama anakuja kuombewa hapa na kelele? Huh? At least that was the only time we had for her. It's too painful. Guys, mkiwa tu na emergency, just go to any other hospital. Hata ili Harambee ifanywe ama kitu kingine, hata muguse shamba, then kupeleka mgonjwa wenu Kenyatta. It's too painful. Juma polisi walikuwa wanauliza watu, wapi yo mama? My sisters wameniambia nijifiche because hata hawajatoka hapo. Nikimbia tu pahali tu nijifiche ndio wasichukue hizi videos. Wananiambia ati come we talk, come to talk. Ati najua you're so down. Oh my God. I have videos for you, Zawadi, and you that nurse. Nikikubembeleza wewe ulikuwa unaniambia I know what I'm doing. My friend, is so painful. It's too painful. It's too painful. Oh, madaktari wa Islamu, si kama watikangi wa Kristo ama ni nini. I can't say that. At least ajue venye atasaidia madhe. It's so sad. Strangers wananitokea, sijui venye wananitrack, sijui venye wananipata. Nimejificha tu pahali kwa room. Nimepatiwa tu pahali tu nijifiche because mtu anakuja na kuambia ati nimesikia uko na issues. And ni stranger sijamuona ananiambia ati no, wait, twende kwa ofisi, we need to talk about this. Ati don't expose any doctor here. Atitaki kukuwa na any other scandals. And then wanarudi wanaandika barua wanasema huyo mgonjwa hakukuwa ameenda kwa ward yao, huyo mgonjwa hajafika kwa any other ward. Wakijua niko na photos. I have a photo running. I was running and I'm very sure Dr. Zawadi alisuspect I'm recording her. Dr. Zawadi, please, if you can't save life, you can even change your profession. It's not a must to become a doctor. Wengine hapo tu walikuwa wanataka kuitwa madaktari. Wengine they just wanted to be called nurses. And they know very well that is not their call. They're just there to just be called Mina Fanyanga Kenyatta, and yet they can't even save lives. And this is too painful. It's too painful because we have records. Tulikuwa na mgonjwa na akapelekwa huko. And then one nurse alikuwa amekataa my mom. Akasema, kwa nini mnatuletea mgonjwa hapa? You know this patient is not supposed to be in this ward. This ward, oh mama, ako in a critical way. Why are you bringing this patient in this ward? That lady was making noise when I was there. Hakujua ati mimi ndio mama ya huyo, mimi ni daughter ya huyo mama. Anasema, why are you bringing this patient here? This patient is very critical. Mnajua she's not in a good condition. Na mnatuletea hapa kwa ward. Walimpeleka kwa ward ya 5B. Ama nurses walikuwa wameshakataa. Wakakataa na wakasema tutaki huyu mgonjwa because I need kukua hapa. I need kukua kwa ICU. Na kwa nini mnamtupa hapa? Then the nurses wakasema it's okay, sijui venye waliambiwa kwa simu. It's okay, wakarudi wakamweka kwa room hapo. Wamemweka kwa room, nobody was bothering. Hakuna mwenye alimwekea hata dawa. Hakuna mwenye alimwekea dawa kwa sababu jana tuliuliza questions. Mmoja akaniambia ati ni mshipa ndiye ipatikani. Kwani mshipa tu ni moja? Mshipa sasa akiniambia mshipa ipatikani, anataka mimi nifanye nini? Na at least yeye ndio daktari, anafaa at least atafute kwenye mshipa iko. That is how I have just closed my mom. Asubuhi ndio napigiwa na anza kuambiwa ati kuja mamako amekufa. Is that a professional way? Kuambia mtu ati mtu wake amepotea. At least oh my God, at least wangeongea in a good way. Wangesema kujeni hospitali, we need to talk. At least ni kama tunajijazia. Si kusema ati kujieni mama yenu amekufa. That is the only thing they just know how to do the best. All the nurses, all Kitia nurses wote wa Kenyatta Hospital, they just do. Kenya wanajua kufanya vizuri ni kuvaa makoti tu za white zimeandikwa Dr. so and so.
na kuvaa gloves saa zile wanashika mtu, and yet wanarudi, hakuna kazi nyingine wanafanya. Jana yote mamangu hakukuwa amekwa dawa. One doctor came akaanza kuuliza nurse, "Guy, kwa nini mjekea huyu mgonjwa dawa? Look at her, venye condition yake iko mbaya. At least mwekeni dawa." And then it was too late. Hakuwekewa dawa. And then tunarudi tunatumwa kule mochari, twende tukajaze form ndio afanye postmortem. And then hiyo mama venye alisikia niko na video, amenitumia maskari waanze kunishika. Najua itawafikia wa madaktari wajue niko na videos. Nimepigia jamaa wa Citizen akuja tuko hizi videos, at least aziwe tena kwa aziput tena kwa Citizen wajue ni venye hao watu wanakuanga. Na niko na evidence. She was my mom. I took photos. Mbona unaanza kuandika ati kupelekwa kwa ward? Mnasema kupelekwa kwa ward, and yet we took videos the way I was walking. I took videos penye mom yuko. Mama penye alikuanga kwa ward, na mnasema kupelekwa kwa ward. Juu mnajua vizuri alimulifanya vibaya. Na kama mku nikosea, mbona mnanitumia maskari? Mnanitumia maskari wakuja wanitafuta, wanaanza kunikimbiza. Lakini nimeingia kwa gari ya mtu na akanifikisha huku town. It's too painful. It's too painful, Dr. Amani. Dr. Zawadi. I'm confusing her name, but she's Dr. Zawadi. Nilijaribu kuandikia mpaka ministry. Nikaandikia huyu mwenye sijui anaitwa Karaoke, huyu mwenye amesimamia kwa help me. At least nikamwambia what is happening to Kenyatta. I wrote several messages na niko nazo bado sijadelete. Nikamwambia do something about this ICU problem kwa sababu kuko na shortage. Na kama ni kweli kuna shortage, what is happening? Nilienda mpaka kwa private Kenyatta. I was ready to deposit some money. Walinitisha 200,000. Kunitisha 200,000 wakarudi wakaniambia they depend bado kwa ICU beds za huko general. Lawana zao. And then wanakuja wanakuambia mamangu ati amekufa. Wananiambia my mom is dead. Kumguza na mwambia bado angalia, she's very hot. Bado hata si baridi. Siwezi kuwa nikijua maneno ya hospitali, lakini at least nilikuwa na understand. I was understanding what was happening. I was understanding and I was asking questions, but nobody was ready to answer those questions. Even the nurse namuuliza kweli what is wrong, ananionyesha uso ya kunikasirikia. Nikasema it's okay, since I have a patient, let me just calm down. Hataki kuulizwa swali, hataki uelewe what is happening. It's happening in Kenyatta Hospital. Watu ni venye waongeangi. Kenyatta Hospital hakuna madaktari. Unapata tusichana tudogo ndizo tunakuongelesha. Tujue hata Kenya watu wanasema, mmoja anakuambia ati ako na clot kwa bla, ako na clot kwa kichwa. Mwingine anakuambia ako na maji. Sasa unashindwa sasa ni madaktari ama ni nini wanakufanyia? Mbona wanajichezea hivi? I will share the videos because of those askaris. Askaris ndio nimeshindwa wao. Kwa nini wananifuata? Nikiwa kwa lift niko kwa lift ya Kenyatta Hospital, nikashindwa huyu askari anafanya nini yuko, kumbe anaanza kuongea na simu, anasema niko na yeye hapa. So mimi nikadhani ako na mtu mwingine, kumbe ni mimi anafuata. And then ndio sasa nashikiwa kwa gate, naanza kuulizwa maswali ati madam, nimesikia tuko na video, hebu twendeni kule mkutano. Nikamwambia mimi nita scream, mimi sina video yoyote, nita scream. And then ndio sasa kaniacha, nikaenda kama nimeingia gari ya mtu personal. Alafu nikamwambia please usiniulize swali, nipeleke tu mpaka town, unidrop to town kwa sababu kuna mapolisi wananifuata. Kukakaa nikapata mapolisi waine walikuwa wanakimbia wakinifikia. Wananifikia tu kwa sababu nimesema niko na video, so wamepigiwa simu.
Wanasema ati mamangu alikuanga all along, alikuanga kule kwa casualty. Na alitolewa kwa casualty akapelekwa kule kwa ward. Kwenda kwa ward nauliza madaktari, si kwa ward ni kwa watu wenye wanapona. At least wameanza ati kuprogress, wametibiwa. Na eti mamangu hakukuwa ametibiwa. My mom was not treated. She was not treated. I asked some questions. Wakasema we are still waiting for ICU beds. It's okay venye wanafanya. Wanaweza toa all the sacrifices venye wanafanya kama ni sacrifices walikuwa wanataka. Let me tell you, those nurses wamebeba machozi ya watu wengi sana. I know they want to track my call. I have saved. Baraka, I have saved. I've saved all the videos somewhere else because they have to pay for it. They have to pay for it. Watu ni kunigate, watu wanaosikia tu watu Kenyatta tu mtu tu akufe. I was there and I saw when my mom came. Nikadhani Kenyatta inakuanga tu hivi madaktari ndio wachache. Kumbe si madaktari wachache. Mtu anakuja hapo amegongwa, amevunjika everywhere. But hakuna kitu yenye inafanywa, ni shindano tu uchungu tu anadungwa. Anadungwa and then anawekwa hapo. Hata kama mnalipwa pesa kidogo, it's not our fault. It's not our fault that mnalipa pesa yenye mnamtaki. It's not our fault. It's not my mom's fault ati mnalipa pesa kidogo. It's not my fault that you are not paid well. Why don't you, oh my God, why did you not do your work properly? At least mfanye kazi yenyu, God will reward you. Instead ya kuachilia wagonjwa hapo wenye hata wajiezi. Wagonjwa wajiezi and then you're just taking, as far as that ya kuoni umshuguliki. My mom just died like that. Somebody is knocking. Let me